wanaojishughulisha na utengenezaji wa maudhui mtandaoni mkoani Arusha wamehimizwa kuchangamkia fursa ya mkopo maalum wa shilingi bilioni 2 uliotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa lengo la kuwawezesha kujiajiri. Na katika michezo, Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tanga kimeshukuru serikali kwa kufanikisha maboresho ya uwanja wa Mkwakwani, ikiwa ni pamoja na kufunga viti 6500 kwa ajili ya mashabiki wa soka mkoani humo. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari, na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Vijana wanaojihusisha na utengenezaji wa maudhui mtandaoni pamoja na wasanii mkoani Arusha wamehimizwa kuchangamkia fursa ya mkopo maalum wa shilingi bilioni 2 uliotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa lengo la kuwawezesha kujiajiri na kujipatia kipato. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo kwa watengeneza maudhui mtandaoni yaliyofanyika jijini Arusha na kuhudhuriwa na zaidi ya washiriki 500, afisa mtendaji mkuu wa Mfuko wa Utamaduni na Sanaa CPA Nyakaho Mahemba amesema mafunzo hayo yameanza katika mikoa ya Dar es Salaam na Mwanza kabla ya kuhitimishwa Arusha. Ameeleza kuwa kiu ya vijana kupata elimu ni kubwa zaidi kuliko fedha, huku akimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwezesha utoaji wa fedha na mafunzo hayo na kusisitiza umuhimu wa kutumia mikopo hiyo kwa malengo yaliyokusudiwa ili iweze kuleta tija. Jamani, hakuna mjasiriamali, hakuna mfanyabiashara, hakuna tajiri ambaye amefikia katika kiwango chake pasipo mkopo. Kwa hiyo ukitegemea hii kujiwekea akiba utafika. Ila ukitaka kufika zaidi kwa hatua 10 mbele ni lazima ukope. Lakini naomba kuendelea kuwasa tena. Ukisha kopa, basi ile pesa iingize katika mradi wako, na huo mradi wako usimamie vizuri ili kusudi iweze kuwa na tija. Mwisho wa siku hiyo pesa irudi. Sisi tutakuwa mabalozi kuwezesha kwamba watu waweze kujua, tutapeleka elimu kwamba watu wajue ili tuweze kunufaika watu wengi. Na jinsi watu wengi tulikuwa tuko mtaani tunaogopa, ukikopa utarudishaje. Tumekuja leo tumejifunza namna ya kukopa kutokana na biashara yako, kwamba kiwango hiki kinakufaa wewe, kiwango hiki hakikufai wewe. Wengine walikuwa wanafanya content kwa mazoea, hata mimi mwenyewe nilikuwa nafanya content kwa mazoea, lakini kulingana na elimu ambayo niliyopata leo, kuna sehemu nimeona kabisa kumbe natakiwa nibadilike. Hatua hiyo inatajwa kuwa chachu ya kukuza sekta ya sanaa na ubunifu nchini, huku vijana wakihimizwa kutumia ipasavyo fursa zilizopo. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Jamila kwa taarifa hiyo. Waandishi wa habari mkoani Iringa wamehimizwa kutumia ipasavyo taaluma zao kama jukwaa muhimu la kuelimisha jamii kuhusu madhara ya ongezeko la watoto wa mitaani na changamoto ya ukatili dhidi yao, badala ya kuiachia serikali na mamlaka nyingine jukumu hilo. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Hakuna sifa mkoa wowote kuwa na watoto wa mtaani. Hayo yamesemwa na mwandishi wa habari mkoani Iringa Shani Nicholas wakati akitoa msaada wa vitu mbalimbali ikiwemo vyakula katika kituo cha kulelea watoto yatima cha Safina Street Network kilichopo mjini Iringa, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku yake ya kumbukizi ya kuzaliwa kwake, ambapo amehimiza umuhimu wa jamii kushirikiana na wanahabari katika kulinda haki na ustawi wa watoto kwa ujumla wake. Hata tufike kipindi tuseme mtaani siku hizi watoto wa Iringa wanaokota makopo, wanaosumbua hawapo. Natamani kama mwanahabari kwa nafasi yangu, na nitaendelea kupiga kelele kwa namna ninavyoweza. Mlezi wa kituo cha Safina Street Network Grace Kipengele amesema kuwa mahitaji ya kulea watoto katika kituo hicho ni makubwa kutokana na ongezeko la watoto wanaohudumiwa, ambapo kwa sasa wamefikia zaidi ya 60, hali inayoongeza mzigo wa uendeshaji wa kila siku. Uhitaji wa watoto katika mkoa wa Iringa ni mkubwa sana, ambao unapelekea kila itwapo leo maafisa ustawi au polisi kitengo cha dawati kuweza kuwasiliana nasi kwa ajili ya kutuletea watoto. Vijana Safina tunamshukuru sababu ameona wema wake, tumeona upendo wake. Clement Sanga, Channel 10, Iringa.
Kanisa la PAGT limewataka vijana kuchangamkia fursa zilizopo ili kujikwamua kiuchumi badala ya kutegemea ajira kutoka serikalini, hali ambayo imekuwa ikichangia vijana wengi kushindwa kupiga hatua. Taarifa zaidi na Mrisho Sadika. Wito huo umetolewa na viongozi na wachungaji kutoka wilaya mbalimbali za mikoa ya Geita na Mwanza waliokutana katika kanisa la PAGT Mwatulole Manispaa Geita kwenye semina iliyolenga kuwawezesha vijana kiimani na kiuchumi pamoja na kuweka mikakati ya kuliombea taifa. Yaani neno langu mimi nataka vijana wajitahidi kuifanya kazi, kwa sababu kazi, kuna kazi za bustani, kuna kazi za mashambani, kuna kazi za biashara. Ni wale ambao pia wameshindwa kuendelea mbele, warudi nyumbani wakakamate kazi, wafanye kazi kama vile kulingana na jiografia tulionayo. Akizungumza kwenye semina hiyo, mwangalizi wa makanisa ya PAGT wilaya Geita, Mchungaji Rafael Michael amesema vijana hawapaswi kutegemea ajira za serikali pekee, bali wanapaswa kutumia fursa zilizopo katika jamii kujiajiri na kuboresha maisha yao. Niko na vijana ambao wakudai haki bila wajibu katika jamii. Wanakaa wanailaumu serikali kwamba serikali tutendee hivi na hivi na hivi, lakini wao wametendea nini serikali? Hii semina naamini kwamba itakuwa na matokeo mazuri mbeleni, kwa sababu sisi yale tuliyopokea mahali hapa tunakwenda kuyafanyia kazi huko tunaokwenda. Kwa kama tunapokuwa na roho ya unyenyekevu, ndipo basi tutapata fursa ya kuweza hata kuwaendea na wengine. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho. Watu watatu kati ya 16 waliofikishwa mahakamani kwa kosa la kuzua taharuki wakidai kuibiwa nyeti zao kwa kushikwa bega na kusababisha baadhi ya watu kushambuliwa wamehukumiwa kifungo cha miezi 6 jela baada ya kukutwa na hatia. Taarifa zaidi na Epimakos Apolinari. Taarifa hiyo imetolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga, ambapo amesema kutokana na kadhia hiyo jumla ya watuhumiwa 85 walikamatwa. Kati yao watuhumiwa 16 walifikishwa mahakamani na watuhumiwa 69 taratibu za kisheria zinaendelea ili kuwafikisha mahakamani. Kwa hiyo watuhumiwa wote watatu kwa pamoja katika mahakama mbili tofauti wameweza kutiwa hatiani kwa kutumikia kifungo cha miezi 6 kila mmoja kwa kosa la kutoa taarifa za uongo kwamba walipotelewa sehemu zao za siri. Kufuatia tukio hilo ambalo lilizua taharuki kwa wakazi wa mkoa wa Mbeya na kusababisha baadhi ya watu kujeruhiwa, wananchi wameeleza hisia zao kuhusu jambo hilo ambalo linaleta hofu na uvunjifu wa amani kwenye jamii. Ningeomba tu vyombo vya dola na usalama viendelee na kazi, angalau kuendelea kuwafuatilia hao ambao waliweza kupatikana walioanzisha hiyo taharuki. Sababu uzushi, hata Biblia inasema uzushi ni uchawi, uongo ni uchawi. Kwa mtu aliyesababisha mauaji ya mtu mwingine hawezi kuhukumiwa miezi 6. Mahakama lazima iliangalie kwa upya hili. Kwa hiyo vijana waliopewa adhabu ya kuhukumiwa miezi 6, mimi nafikiri inawastahili, kwa sababu swala hilo kwa asilimia kubwa lilikuwa ni uongo. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimakos Apolinari, Channel. Serikali imewahimiza wananchi kujitokeza kwa wingi kupima na kupata chanjo dhidi ya homa ya ini kufuatia takwimu zinazoonyesha kuwa 3.5% wa Tanzania wanaishi na ugonjwa huo. Kutoka jijini Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anaarifu zaidi. Kauli hiyo imetolewa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi wakati akijibu swali la nyongeza la mbunge wa Tabora mjini Hao Mwaifunga aliyehoji mpango wa serikali wa kutoa elimu kwa Watanzania ili waweze kufika kwenye vituo vya afya kupewa kinga ya homa ya ini. Sasa serikali ina mpango gani wa kutoa elimu kwa Watanzania walio wengi kwa ugonjwa huu hatari? Tatizo la homa ya ini ni tatizo katika nchi hii, lakini ni tatizo katika dunia nzima. Katika Afrika nzima watu milioni 60 wanaishi na tatizo hili la homa ya ini. Na sisi kama Wizara ya Afya kupitia kitengo cha kutoa elimu kwa afya tumeendelea kuwaelimisha Watanzania waende hospitalini wakaangalie afya zao kujua kama wameathirika. Wakati huo huo, wabunge wameendelea kuchangia bajeti ya ofisi ya waziri mkuu kwa mwaka wa fedha 2026-2027 wakisisitiza serikali ianzishe utaratibu maalum wa kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu ya umma. Lazima kama taifa
kupitia dira hii tunayoiweka, ni wakati muafaka wa kutenga fungu maalum tutakayotafutia chanzo na kukiwekea sheria kwa ajili ya ukarabati, kwa ajili ya kulinda miradi yetu mbalimbali na miundombinu mbalimbali. Sasa kuna miradi mingi ya barabara na hasa zile ambazo zinatekelezwa kwa kuwekwa tabaka la lami zimesimama kwa muda mrefu. Mkandarasi yuko site zaidi ya miaka 2 sasa, hajaanza kazi kwa sababu hajalipwa fedha ya awali. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Roda Simba kwa taarifa hiyo kutoka Dodoma. Taasisi isiyo ya kiserikali ya Furaha ya Wanawake Wajasiriamali Viziwi Tanzania FUWAVITA imesema katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, wanawake wenye ulemavu wanatakiwa kupewa nafasi ya kuzungumzia madhira wanayopitia wakati wa majanga yanayotokana na athari hizo, ikiwemo mafuriko na kukosa mawasiliano kwa haraka kutokana na hali zao. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa semina iliyolenga kuwaelimisha wanawake hao kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi, mwalimu wa ujasiriamali kwa viziwi Victoria Philemon amesema ili kuzuia madhara yanayoweza kujitokeza ni kuwawezesha kujiongoza wenyewe namna ya kukabiliana na athari hizo, ikiwemo upatikanaji wa taarifa sahihi. Tunajua mabadiliko ya tabia nchi yanawaathiri watu wenye ulemavu. Mafuriko yanapotokea, mtu mwenye ulemavu anaweza akapata shida, akakosa taarifa za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo, lakini pia haya makundi mbalimbali ya watu wenye ulemavu, makundi mbalimbali ya watu wenye ulemavu haya yana mahitaji yao maalum, jinsi mabadiliko ya tabia nchi yanavyoweza kutokea. Mawasiliano yetu leo ama mijadala yetu leo ni kuweza kusikiza sauti za wale wanawake ambao wako na ulemavu, yale wanayoyapitia wakati majanga ya mabadiliko ya tabia nchi yanapotokea. Kwa mfano kama mafuriko, mara nyingine unapata kuna kiangazi kwa muda mrefu. Na sababu ambayo inafanya tusikize hizi sauti ni kwamba tuweze kuelewa yale ambayo wanapitia kwa undani. Watu wenye ulemavu wanakuwa wanaathirika na mabadiliko ya tabia nchi, labda mafuriko yanapokuwa yanatokea, wanakuwa yani wao ndo wanaathirika kwa ukubwa zaidi kuliko watu wengine, kwa sababu kuna wengine hawezi hata kukimbia, hawezi kutembea, kwa moja kwa moja inampelekea nafanyaje, inamwathiri zaidi. Naam, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tanga kimeshukuru serikali katika kufanikisha maboresho ya uwanja wa Mkokwani, ikiwa ni pamoja na ufunguaji wa viti 6500 kwa ajili ya mashabiki wanaofika kufurahia burudani ya mpira wa miguu mkoani humo. Ifuatayo ni taarifa zaidi kutoka kwake Raya Kipingu. Mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga Rajabu Abdalla anatoa shukrani hizo wakati alipofika kukagua hatua za maboresho zinazoendelea mara baada ya uwanja huo kukidhi vigezo na kufunguliwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, ambapo mechi zimeendelea kuchezwa katika dimba hilo, huku zoezi la ufungaji viti vya kukalia mashabiki likiendelea. Tunafanya jitihada hizi za kufunga viti ili mashabiki wapate kukaa kwa uzuri katika uwanja huu. Tumepanga mechi yoyote ya Coastal Union, uwanja huu lazima ujae, kwa sababu tumeweza kufunga viti takriban 1800 mpaka sasa. Aidha, akatumia nafasi hiyo kueleza dhamira ya kuwekwa nyasi bandia, huku akiomba ushirikiano kwa wadau wa maendeleo katika kufanikisha swala hilo, ili tuipate ile pichi inayokusudiwa hasa, ili tupate burudani hasa ya mpira ukija kuchezwa, lazima hapa tuwe na nyasi bandia. Kwa sasa viti 6500 vinafungwa, huku vingine 2500 vikiwa vimeombwa kuongezwa uwanjani hapo. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Kwa kutuhitimishia taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo, tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi. Mimi ni Beatrice Eric.